Bwana wabariki. Kwa jina najulikana Nabii Felix Dagobert Mangosongo kutoka kwenye maskani wa Mwenye Ujumbe wa Saa kutoka jiji Arusha nchini Tanzania. Leo tarehe 7 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 niko hapa kwa ajili ya kufanya marejeo ya unabii uliotoka tarehe 14 mwezi wa 2 mwaka 2026 kuhusiana na Mungu alitoa tahadhari kwamba nchi ya Tanzania kwa sababu imevuka salama kwenye uchaguzi, lakini kuna mipango ya siri katika nchi ya Tanzania, hasa ile mipango ambayo inatoka nje ya nchi, kiasi ambacho kuna watu ndani ya taifa la Tanzania kama vile wanataka kushirikiana na watu wa nje. Na Mungu alisema kabisa viongozi wa ngazi za juu katika nchi ya Tanzania pamoja na viongozi wa usalama uimarishwe, kwa maana usalama uimarishwe dhidi ya viongozi hao, kwa sababu kulikuwa naonekana kama vile mpango wa siri katika lugha ya kinabii. Kwa hiyo niko hapa kufanya marejeo kwamba tayari hatua zimechukuliwa. Mmeona ule msafara au ule muonekano wa waziri mkuu, mliona kuongezeka kwa umakini mkubwa sana katika masuala ya kiusalama, lakini pia mmeona pia makamu wa rais na viongozi wengine katika nchi ya Tanzania usalama uimarishwa, na hapa nizidi kutoa tahadhari hii dhidi ya vyombo vya usalama katika nchi ya Tanzania, na si tu viongozi hao pamoja na familia zao pamoja na viongozi wa ngazi za juu wa vyombo vya usalama, pia usalama uimarishwe katika mikoa ya kinabii. Bwana wabariki. Mungu mashuhuri. Yesu anaachilia michoro hii ya kinabii, sauti ile neno wa Bwana Yesu Kristo ndiye Mungu mkuu Yehova katuotona katika Mungu nakuja. Amena. Bwana wabariki. Kwa jina najulikana Nabii Felix Dagobert Mangosongo kutoka kwenye maskani wa Mwenye Ujumbe wa Saa kutoka jiji Arusha nchini Tanzania. Leo tarehe 14 ya mwezi wa pili mwaka 2026, Bwana mashuhuri Yesu anatoa unabii katika anwani hizi mashuhuri, na huu unabii kuhusu nchi ya Tanzania katika anwani hizi mashuhuri. Na huu ni unabii wa mwendelezo, kwa sababu tayari kuna nabii za kutosha ambao Mungu alitoa, na zingine zimeshatimizwa, zile ambazo zilikuwa zinahusu uchaguzi katika taifa la Tanzania, kwamba Mungu angevusha nchi salama katika anwani hizi mashuhuri. Na ziko nabii ambao Mungu alitoa ambazo mmoja wapo alisema kabisa kwamba mipaka ya nchi imeimarishwa katika ufunuo, na Mungu alisema ameongeza nguvu katika mifumo ya usalama katika nchi ya Tanzania. Sasa leo natoa unabii huu, mambo ya shauri Yesu ameniambia, na watu wote wapate kusikia mahesabu haya kinabii. Nchi ya Tanzania, viongozi wa ngazi za juu kwa maana wa serikali wanasema hivi, usalama uimarishwe kwa kila kiongozi wa ngazi za juu katika taifa hili. Na pia nilipoona na nitazama, Mungu akaniambia pia watu usalama, wale viongozi wa ngazi za usalama uimarishwe, na sio wao tu, pamoja na familia zao, kwa maana viongozi wa ngazi za juu pamoja na familia zao, pamoja na watu wa usalama na familia zao katika wanaizimisho. Naliona kama vile swala la kuonekana kwake kama mipango fulani inafanyika nje ya nchi, na hiyo namna ilivyokuwa inafanyika kama kutaka kufanya revenge ya siri kwa njia za kijasusi katika taifa la Tanzania. Bwana mashuhuri Yesu akaniambia nitoe unabii huu kwa ajili ya kufanya marejeo na mazuio katika anwani hizi mashuhuri, na kufanya ufichuzi kuelekea siku hizi za karibuni, lakini pia kuonekana kwake namna nilivyoona katika mikutano hii ya kinabii ambapo Mungu anatoa anwani hizi katika kujitambulisha yeye mwenyewe. Kulionekana mipango ya siri inafanyika nje ya nchi, na baadhi ya watu walioko ndani ya taifa la Tanzania kutaka kufanya kama vile nchi. Naeleza hili katika anwani hizi kwa ajili ya kufichua na kwa ajili ya kuzuia, ili mambo yote yaweze kuwa sawa, na yale ambayo Mungu alikwisha yasema yaweze kuthibitika, na tayari kuthibitika. Kwa mwamba mashuhuri Yesu asema hivi, taifa la Tanzania waimarishe mipaka, kwa sababu kuna jambo la siri la revenge ambalo linafanyika la kijasusi kwa ajili ya kutaka kuleta madhara. Lakini mwamba mashuhuri Yesu anatoa anwani hizi kwa ajili ya kuweka utayari na kufanya uchunguzi wa kina katika njia mbalimbali za kijasusi na za kiusalama, ambazo wataalamu wa usalama wanaweza kujua anwani hizi. Kazi ya nabii ni kuonyesha njia na namna mahesabu ya kinabii yanapaswa kuwa. Tubu dhambi, geuka, mambo mashuhuri Yesu anarudi na kwa siku hizi. Na ikumbukwe katika kuendeleza mikutano hii kinabii, hapa napata kueleza kwamba katika uchaguzi wa mwaka uliopita katika taifa la Tanzania, kwa maana mwaka 2025, kulitokea na manabii au wahubiri wa Injili walikuja na matamko, wengine walikuja na nabii za uongo. Nyuma pazia kulikuwa na jambo la siri, na wengine sasa hivi baada ya hili jambo kuvuka wanaanza kuja na nabii zao zingine kama muendelezo wao, kwa sababu ile la kwanza lilikuwa limeshindikana, kwa sababu Mungu alitoa nabii wa mazuio kutoka kwenye zile nabii za uongo katika mikutano ile kinabii. Kwa tayari wengine wameshaanza kutoka, na wengine wanaanza kutabiri, kwa sababu wanajaribu kutumia zile falaki katika kulenga shabaha, na wengine wanakuwa na taarifa za siri za kijasusi, ndio wanakuja nazo ili kutaka kuleta
kutaka kujitambulisha kwamba ni manabii wa kweli, lakini Mungu mashuhuri Yesu asema hivi, amedhibiti mpango huo, yani inafichua mpango yote asili. Ndio sikiliza mwisho kabla kuja kwa yao Mwokozi bingu funuo Bwana atoa hizi mashuhuri. Tubu dhambi, geuka, Mungu mashuhuri sana urudi hapo sikiliza. Amina. Hivi ndivyo viongozi wetu wanatakiwa kulindwa kwa wivu mkubwa, na hii ni video ambayo nimeishuhudia namna fulani Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba akipiga picha na baadhi ya watu ambao waliomba hivyo, lakini namna walinzi walivyoweza kutapakaa lile eneo kutokana na watu, kwa sababu ni watu ambao wameomba kupiga picha, basi ulinzi wake, lakini ambaye unajifanya wewe unazunguka huku na kule, ndio kama unavyoona katika video hiyo namna mtu anavyoweza kudhibitiwa. Waziri mkuu anakuwa yuko salama zaidi, lakini hii si kwa bahati mbaya. Kama unavyojua sasa hivi waziri mkuu amejipambanua kutokana na matukio yake, au mtu wa wananchi wa chini sana, na amekuwa akikutana na wananchi na kusikiliza kero zao mbalimbali katika mikutano yake ya hadhara, na tumekuwa tukimuona hivyo. Sasa wananchi wengi wamekuwa wakimuona sehemu, basi kama kutaka kuonana naye, kumpa kero zake. Sasa hii lazima bila shaka vyombo hivi vya usalama viliamua kuja na mikakati kabambe ya kuhakikisha kiongozi huyu muhimu kwa taifa hili na mtendaji mkuu wa shughuli za serikali bungeni anakuwa yuko salama zaidi, na kama unavyoona ametendewa haki. Hii ni picha nzuri. Kama unavyokumbuka hivi karibuni kulikuwa kuna video zinasambaa kutoka nchini Kenya zikimuonyesha rais wa nchi hiyo William Ruto akiwa kuna kijana mmoja aliweza kukimbia na kuweza kumvamia mpaka kwenye stage na kupita vile vikwazo vya walinzi, jambo ambalo lilizungumzwa sana vyombo vingi vya habari vikieleza kwamba hatua hile inaweza ikahatarisha usalama wa kiongozi husika kutokana na hali hiyo. Lakini tuliona taarifa zilienda mbali zaidi, na mamlaka za usalama nchini humo zilieleza kwamba tayari kuna hatua zimechukuliwa kuhusiana na viongozi ambao wanawalinda kiongozi huyo ili kuangalia namna gani na uchunguzi kufanyika. So hii ni nzuri kumlinda kiongozi muhimu wa kitaifa kwa wivu mkubwa kama hile. Una maoni gani kuhusiana hichi? Hichi kitu kizuri kwa watu share kwa ajili ya kujifunza, lakini pia tupate picha halisi namna viongozi wetu wanavyolindwa kwa wivu. Alitabiri mwisho, ukatangaza mwanzo, walipopanga kifo nikavuma sari ya upe